Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha dondoo za kanisa, ambapo msingi wa tafakari ya leo ni kutoka katika Dominika ya pili ya Majilio ya mwaka A wa kanisa. Karibu tuweze kuungana kwa pamoja, tuweze kushirikishana mambo mawili matatu kuhusu kipindi hiki cha Majilio. Karibuni sana. Katika masomo, hasa somo hili la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 15 aya ya 4 mpaka aya 9. Tunaona ni maonyo na mausia ya Mtume Paulo kwa Wakristo wa Rumi ili waishi katika amani ya Kristo Yesu na kumtukuza Mungu. Hii ni kwa sababu nyakati zile kulizuka ugomvi kati ya Wakristo wa Rumi, Wayahudi na walioongokea katika kutoka upagani. Kisha kuwahusia na kuwaonya waache tofauti zao. Anawaombea kwa Mungu mwenye saburi na faraja, awajalie kunia mmoja wao kwa wao, kwa mfano wa Kristo Yesu, ili kwa moyo mmoja na kwa kinywa kimoja wapate kumtukuza Mungu Baba wetu Bwana Yesu Kristo. Unadhani hii inamaanisha nini? Asante dada Robi. Ni wazi katika tafakari hii hapo mengi ambayo tunajifunza, na tunajifunza zaidi katika toba na uongofu, kama ambavyo ndio ujumbe mama kwa Dominika hii ya pili. Pamoja na hayo, tunafundishwa tusiishi kwa kutengana, bali tunie mamoja na tuishi pamoja kwa amani na upendo. Kristo awe dira na mfano wetu. Tuwe na roho moja na moyo moja, tushikamane na kuwa wamoja. Tutakiane baraka na kuonyana kindugu. Katika yote tutendayo, Mungu apewe sifa. Tulete amani palipo na vita na utengano, furaha palipo na huzuni, mwanga palipo na giza, mapendo palipo na chuki, msamaha kwa waliokoseana, matumaini kwa waliokata tamaa. Tuiseme kweli ili uongo ujitenge. Tujenge utamaduni wa uhai na sio wa kifo, haki palipo na uonevu. Asante sana kwa tafakari yako njema. Hebu sasa twende tutafakari Injili pamoja na watazamaji wetu. Ukiangalia somo la Injili ya Mathayo ile sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 12, tunaona tangazo la kukaribia ufalme wa mbinguni na kuja kwake Kristo hakimu mwenye haki, na mwaliko wa kuongoka, kutubu na kuacha dhambi ili kuepuka hukumu ya milele. Je, ninatafakari sawa au unaona mtazamo mwingine? Ni sahihi kabisa dada Robi, japo wengine wanakuita Robina, lakini mimi napenda jina Robi. Ni wazi kabisa kwamba huu ni mwaliko wa kuitengeneza njia ya Bwana na kunyosha mapito yake, kung'oa visiki vilivyo ndani ya mioyo yetu: kiburi, wivu, mawazo machafu, tamaa mbaya, ubinafsi, kupigania madaraka, kujilimbikizia mali kwa rushwa, dhuluma na ufisadi. Hivyo haya mambo yasipopigwa vita na kuangamizwa, yanaleta mgawanyo, yanaleta utengano, yanaleta chuki na ugomvi katika kila nyanja ya maisha ya mwanadamu. Sawa, ni tafakari nzuri. Naomba niongezee kidogo hapo kwamba hizi ni dalili za nje za uovu uliopo ndani ya mtu unaosababishwa na dhambi. Kwa maana dhambi inaleta utengano kati ya mtu na Mungu na kati ya mtu na jamii inayomzunguka. Dhambi inaondoa neema ya utakaso, uzima wa kimungu, Roho wa Mungu anayepaswa kutuongoza katika haki, amani na uelewano. Kushukuru mpenzi mtazamaji wa Mbugi TV kwa kuweza kutufuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Natumai umeweza kujifunza vitu vingi vinavyohusu dondoo ya kanisa. Pia usisahau kuweza kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kukomenti
kupitia mitandao yetu ya Mbugi Media. Asante sana na nikutakie wakati mwema.